بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jana tulitazama katika darasa la 3 beti inayosema والخلف في مصلحه كالدبغ أصحها ما خف منه ملغي في الماء إن جعل في فم بلا مكث ولا مضمضة خلف جلا. Maji ambayo yatakuwa kwenye mdomo yakitaka kutumika kwa lengo la kuosha mikono au kuosha sehemu yoyote katika kiwiliwili, maji haya ndiyo anayasema fil ma'i in ju'ila fi famin bila mukthin, yakawa ndani ya mdomo bila mukthin, ay bila tuli mukthin, bila muda mrefu. Wala madhmadhatin, wala hayakuwa maji yaliyowekwa kwa lengo la kusukutua, bali yamewekwa kwa lengo la kuosha. Khulfun jala, kuna khilafu iliyodhihiri juu ya jambo hili. Kuna khilafu iliyodhihiri katika jambo hili. Khulfun jala ay dhahara, lipo kundi ambalo linasema maji hayo yatafaa kujitaharishia, na lipo kundi kama vile Imamu Ashhab al-Maliki kasema maji hayo hayatufaa kujitaharishia, na kundi la 3 likawa lina tafsili, ikiwa maji hayo yatahakikika kwamba yamechanganyikana na mate kwa kule kukaa muda mrefu, basi fala khilafu katika kadhia hiyo, kwamba hayo maji hayatufaa kujitaharishia ikiwa yamekaa muda mrefu katika mdomo, kisha baada ya hapo yakabadilika yakawa sio maji tena, bali yakafikia kuwa aghlabuha, mengi yake ni arriq, ni mate. Basi maji haya, anasema shekhe ya kwamba kauli ya 3, maji haya hayana khilafu kwamba hayafai. Qala, nasema dhannu at-taghayyur kajazmin wa lughi shakkun khala min qawli adlin balighi تغيير فضلة المواشي للغدر قد رجحوا أن خفيفه يضر لا تتقي العرب أوانيها ولا تسلم من طعم وريح سهلا والماء إن بنجس تغير فمتنجس بإجماع الورى وفيه إنزال التغير بلا زيد بمطلق خلاف نقلا. anasema dhannu taghayyur kajazmi, dhanna atakayoitia mtu ya kubadilika maji, kwamba haya maji na nadhani kwamba yatakuwa yamebadilika, dhanna yake hiyo ni kama vile ikafanya jazman, amekata, kama vile yaqini. Yani mtu anayedhania kwamba haya maji yamebadilika, akiweka dhana tu, basi ile dhana inahesabika kama vile nini? Kajazmin, kama vile amekata kabisa kwamba haya maji, ameshajiwekea yaqini kabisa. Dhanna ni kama, yani dhana ni kama hakika, ndio maana ya maneno. Dhana ni kama hakika. Ukidhani kwamba haya maji yatakuwa yameshatoka kwenye asili yake kwa kile kilichoingia au kwa kile ambacho kimetolewa, basi kajazmin, yatakuwa hiyo dhanna ni kama vile umekata, sema kwa yaqini. Jazmin maana yake ni ile yaqini,
Kudhani ni kama hakika, ndo maana yake. Kudhania ni kama hakika. Nadhani haya maji itakuwa kwa hivi na hivi, haya maji haya itakuwa yamebadilika haya. Ndo ushasema kama yamebadilika tayari. Dhana ni kama nini? Hakika. Ndo dhannu taghayyuri kajazmin. Dhanna ya kubadilika maji ni kama vile jazmin, bimaana dhannu taghayyuru mu'tabar. Kudhani maji yamebadilika, mu'tabar, kunazingatiwa kisheria. Yani mwenye kudhania mabadiliko ya maji, tendo lake la kudhania hilo linazingatiwa kisheria. Kajazmin, ni kama vile ameshakata kwamba hayo maji hayafai tena. Au vyovyote vile, kama atadhania kubadilika kwake ni kwa harufu, au kubadilika kwake kwa rangi, au kubadilika kwake kwa ladha. Kajazmin. Walughi shakkun, na shaka imeachwa. Shaka imeachwa, haizingatiwi shak. Walughi shakkun, na shaka turika wa butila wa ubtila. Shaka imeachwa katika kubadilika kwa maji. Yani ikiwa utatilia shaka kwenye mabadiliko ya maji, hiyo shaka haizingatiwi. Hiyo shaka haizingatiwi. Bimaana ikiwa upande mmoja kati ya utahara na najisi, kati ya kubadilika maji au kuto kubadilika, hiyo ndo shaka. Ukikaa pale katikati, yamebadilika au ni masafi, yamebadilika au masafi, inaitwa shaka. Sasa shaka lughi imeachwa, kwa maana yulgha, inaachwa, inabatilishwa. Lakini inabatilishwa kati gani? Idha khala min qawli adlin balighin. Shaka itakuwa haitozingatiwa, haitofanyiwa kazi khala, ikiwa imesalimika khala. Shaka hiyo itakapokuwa imesalimika min qawlin, kwa kuegemezewa na kauli, adlin, ya mtu mwadilifu, riwaya ya mtu mwadilifu, balighin, aliyebalighi, kwa maana faqihi, mwenye utambuzi. Yani shaka ambayo, yani asili ya shaka haizingatiwi. Mashaka, yani wasiwa shaka haizingatiwi. Shaka haitozingatiwa, bali shaka ambayo haitozingatiwa na yenye kufutwa ni ile ambayo idha khala, itakapokuwa imesalimika. Shaka hiyo imesalimika min qawli adlin balighin, kutokamana na kauli au na kuegemezewa kwenye kauli na riwaya ya mtu muadilifu, balighin, aliyebalighi. Kwa mtu ambaye amebaligh akathibitisha kunako hayo maji, kwa mtu ambaye ni adil, mtu ambaye ni adlun, akathibitisha, basi hayo maji ima yatumike au yasitumike. Kwa hiyo ile kauli ya mtu ambaye ni baligh adil inaondosha mashaka. Mtu mmoja tu mwadilifu, mtu mmoja aliyebaligh, anaondosha mashaka. Na hii kauli ya hii beti aliposema shakkun khala min qawli adlin, ni ishara ya kwamba khabaru alwahid aladlu riwaya maqbul. Yani kauli ya mtu ambaye ni mmoja mwadilifu, riwaya yake inakubaliwa. Kwa beti yetu hii inasema ya kwamba mtu mmoja mwadilifu aliyebaligh, mwenye ilmu, mwenye maarifa, akithibitisha maji yale yamedhurika, kauli yake inachukuliwa, shaka itakuwa imeondoka. Ikiwa atathibitisha maji yale yako masafi, hayajabadilika, mtu mwenyewe ni baligh aqil, yani baligh adlin, basi kauli yake inachukuliwa, inafanywa kazi, shaka inatupwa. Ndio maana akasema walughi shakkun, na inaachwa shaka. Shaka itaachwa, itakuwa haina nafasi. Khala, shaka ambayo imesalimika min qawli adlin balighin, kutokamana na kauli, kuegemezewa kwenye kauli ya mtu mwadilifu aliyebalighi, riwaya yake na kauli yake atakayoitoa
akasema haya maji ni masafi, kauli yake itafanywa kazi. Maji haya ni machafu, kauli yake itafanywa kazi. Mashaka hayatofanya kazi tena, mashaka yataachwa, hayatotendewa tena kazi. Kwa hiyo akituthibitishia maji ya mdomoni haya hayajabadilika, mathalan akituthibitishia kama maji haya ambayo yameingiwa sehemu ndogo ya najisi ya mtoto, akatuambia maji haya hayajabadilika, tunaichukua kauli yake. Kwa nini? Kwa sababu ni adlun baligh, ni mtu mwadilifu na ni mtu ambaye ni baligh. Qala, nasema taghyiru fadlati almawashi lilghudur وقد رجحوا أن خفيفه يضر. تغيير فضلة المواشي، تغيير أي الماء، kubadilika maji fadlati almawashi, kwa kinyesi cha wanyama. Fadlati almawashi, kwa kupitia kinyesi cha wanyama. Almawashi ni ng'ombe wanaingia, mbuzi wanaingia, kondoo wanaingia, ngamia wanaingia, bimaana an-na'am wote. Yale maji yale yakabadilika na kinyesi, yani maji ambayo yamebadilika kwa kinyesi cha wanyama ambao ni halali kuliwa. Qala, nasema maji haya yamebadilika kwa kinyesi ambacho maji hayo lilghudri. Alghudru ni qit'atu min alma'i yughadiruha as-sayl. Ghudri tunaweza kusema ni kama madimbwi, kama vile dimbwi la maji lile ambalo limeachwa na mafuriko, limeachwa na mafuriko ya maji. Maji yalipita mengi sana, yakaacha dimbwi pale la maji, kiasi kidogo cha maji. Sasa yale maji, wanyama hawa wakatumia yale maji, qad rajahu, kwa hakika wametia kauli, wametaja kauli yenye nguvu. Qad rajahu, wametaja kauli yenye nguvu, anna khafifahu, kwamba kile kinyesi kidogo kile ambacho kimeyabadilisha yale maji, yale nyesi kidogo tu ambacho kimeyabadilisha yale maji tu, au yale maji machache ambayo yamebadilishwa tu na kinyesi hicho, yadhuru, yanayadhuru yale maji. Kile kinyesi kinayadhuru yale maji, kile kinyesi kinayadhuru yale maji. Wala siyama bayinu, na haswa kile kinyesi ambacho kiko wazi, kile kinyesi ambacho kiko wazi. Na hii kauli ameitamka al-Lakhmi na al-Imam al-Khalili, naye pia ameifuata. Ama Imam Malik anasema maji haya ni mutahhir, ni maji, yani ni maji machafu, yani ni maji, afwan, ni maji masafi, lakini ni maji machafu lakini mutahhir, lakini ni mutahhir, yanaweza kutaharisha kitu kingine. Hadha hakadha qala al-Imam Malik. Kwa hiyo anasema qad rajjahu anna khafifahu yadur. Qad rajjahu, wametamka kauli yenye nguvu, anna khafifahu, kwamba kile kinyesi kidogo kilichopo kwenye yale maji, kilichobadilisha yale maji, yadhuru, kinayadhuru yale maji, kinayadhuru aswasa kiwa kile kinyesi kiko wazi. Kwa hiyo betina watuambia nini? Kinyesi kilichoingia kwenye maji cha wanyama ambao ni halali kuliwa, kinyesi kile kikiwa ni kingi, kikiwa ni chache, kikayabadilisha yale maji hayo hayatumiki, yamedhurika tayari. Lakini Imam Malik anasema unaweza kujitaharishia kwenye vitu vingine. Mutahhir bimaana unaweza kutaharishia kitu kingine, kama vile kuyatumia kwa lengo la kumwagilizia mimea yako, kuoshea sijui ukuta, kuoshea nini, fala mani, mutahhir. Akasema pia la tattaqi al-urbu awaniha wala taslamu min ta'min wa rihin sahula. Masala mengine pia kayataja hapa. La tattaqi al-urbu awaniha, Waarabu hapa hakusudi Waarabu, al-urbu anakusudia wanakijiji. La tattaqi al-urbu awaniha, hawajitengi, hawajiweki pembeni, hawaviachi wale wanakijiji vyombo vyao, vile vyombo ambavyo vinatumia sufuria, vyungu vile,
vikombe, hawajitengi navyo, hawajitengi navyo, bimaana wanavitumia, hawapati wasiwasi wote kwenye vitumia, hawapati wasiwasi wote. Wala taslamu min ta'min wa rihin sahula, wala taslamu, na havisalimiki vile vyombo, min ta'min, kutokamana na ladha fulani, wa rihin, na harufu fulani, sahula, iliyodhihiri, sahula, iliyodhihiri, bimaana zile harufu fulani ambazo zitakuwa za wanyama walitumia vile vyombo, au vyombo, maji yalikaa kwenye kile chombo kwa muda mrefu mpaka kile chombo kikabakia na ukuta wa uchafu, wamejitahidi kuosha lakini havitoki shombo yake, harufu yake fulani bado hajaondoka. Mabedui wa zamani walikuwa hawaachi kuvitumia vyombo hivyo, kwa sababu ni asirun ihtirasu, ni vigumu sana kujiepusha na harufu hizo au na ladha hizo, ni jambo asir, ni jambo gumu sana. Na hapa nakusudia pia vyombo ambavyo vimebadilika kwa muda mrefu kwa kile kilichobakia ndani yake. Yani kuna vitu vinabakia katika chombo kwa muda mrefu mpaka vile vyombo vinaleta harufu fulani, ile harufu hata ufanye nini haitoki, hata uoshe nini haitoki. Wanakijiji wa Kiarabu wa mashambani walikuwa wanavitumia vyombo hivyo kama vilivyo, wanavitumia vyombo hivyo kama vilivyo. Kwa hiyo utakuta vyombo vina harufu ya maziwa, vina harufu ya samli fulani, vina harufu kama vile ya mabeberu fulani, shombo ile ya samaki, shombo ya nyama, unakuta ipo katika vile vyombo, rihun, lakini vikioshwa haitoki, vikisuuzwa havitoki. Kwa hiyo yaghfiruna, wanavisamehe hivyo vyombo, wanaendelea kuvitumia, wanapikia vyakula vyao, wanatilia udhu, wanaogea, wanafanyaje. Sasa kwa hoja hiyo sasa ndo hii Imamu Sheikh Yaqubi rahimahullahu ta'ala anasema hata vyombo pia vya alhadh, vyombo vya kisasa hivi tulivyo navyo, navyo pia havisalimiki na hayo mambo. Kwa hiyo maana walikuwa maswahaba, walikuwa Waarabu wa zamani, walikuwa wanatumia vyombo kwenye kula na kwenye kunywa na kwenye kutia udhu, pamoja na kwamba kuna harufu fulani ambayo inaipelekea, ambayo haitoki kwenye vile vyombo, lakini vyombo wanafanyaje? Wanavitumia. Kwa hiyo kama hali iko hivyo, maji ambayo yatabadilishwa kidogo, yani maji ambayo yatabadilika kidogo, yakabakia kijiharufu kidogo ndani yake, kama tunayo mengine mazuri, basi haya hatutoyatumia. Lakini kama hatuna maji mengine mazuri masafi, basi haya ambayo yameingiwa na najisi ndogo tu tutayatumia, tutaisamehe ile najisi ndogo iliyomo, ile harufu tunayoisikia tutaisamehe, kwa sababu sio maji yote yamedhurika. Ndio hii kanuni ambayo anaitumia, ndio kanuni ya Malikia khilafa hii inaitwa ni kanuni ya Kimaliki ambayo inatumika katika muraatul khilaf, katika kuchunga khilaf. Akamaliza akasema, walmau in binajisin taghayyara famutanajjisun biijma'i alwara. Walmau in binajisin taghayyara, na maji ikiwa maji hayo binajisin, kwa najisi, taghayyara, yakabadilika. Ikiwa maji yatakuwa ni yenye kubadilika kwa najisi, yameingiwa na najisi, yakabadilika rangi, ladha, harufu, muonekano wake ukabadilika, maji hayo famutanajisun, ay fahuwa mutanajisun, maji hayo ni najisi biijma'i alwara, kwa makubaliano ya watu wote. Sawa sawa yatakuwa maji hayo yako peke yake,
au yamechanganyikana na kitu kingine au kinyume na hivyo. Hili jambo ni maarufu fil madhhabi kwamba hayo maji yatakuwa ni najis, yawe madogo au kwa maana machache au yawe mengi, yakibadilika kwa kuingiwa na kitu chochote ambacho kikabadilisha rangi yake, ladha yake, harufu yake, maji hayo famutanajisun biijma'il wara, ni maji najisi hayo kwa makubaliano ya alulama, ya watu wote wamekubaliana hivyo, hayo maji hayafai. Itabakia tu, itakuja kutaja mbele ya kwamba ikiwa maji hayo yabadilika rangi, je, itafaa kujitaharishia au itafaa kuyatumia katika, itakuja hayo masala itakuja hayo masai. Lakini hukumu ya wazi, maji hayo ni najisi, yakiingiwa na najisi yakabadilika kabisa, moja ya sifa zake maji hayo ni najisi. Wallahu tabaraka taala a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.